Unaangalia Al-Khair Online TV. Namshukuru Sheikh Uthman kwa hotuba yake nzuri, Allah mlipe kheri. Lakini na kwa maneno yake aliyozungumza juu yangu kwa nia njema, ila naona kanipa sifa kubwa ambayo Allahu aalam, lakini naona sina hiyo sifa, isipokuwa tunajitahidi tu, na kwa vile Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamehimiza katika yale unayoyajua kufikisha, lakini huenda mko mnajua nyinyi zaidi kuliko mimi. Kwa hivyo likitokea lolote tutasaidiana katika hali moja au nyingine, inshallah Mwenyezi Mungu atatuwafikisha. Katika swala nimeambiwa kwanza nijibu swala kwamba wanaume huwa wanakimbia. Je, sisi wanawake tunatakiwa tuende kama kawaida, na hawakimbii katika sai tu, hata katika tawafu wanakuwa wanatembea mwendo ule harwala kama kurukaruka hivi kidogo, ingawaje wanakuwa hawaipati nafasi kutokana na izdiham ya watu, kusanyiko lakini pia wanatakiwa kufanya hivyo, lakini sisi hatufanyi, tunakwenda kawaida. Ndugu zangu, mimi mara nyingi huwa napenda kuzungumza jambo la kujenga imani. Ibada ya haji ni ibada ya kiroho, ni ibada ya kidini. Kwa maana hiyo kitu kikubwa kinachotakiwa hapa ni ikhlas. Nini ikhlas? Kumtakasia Mwenyezi Mungu hii dini. Kila mtu anakwenda na malengo yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezea katika hadithi al-Qudsi, anasema biniyatikum turzaqun, kwa nia zenu ndio mnaruzukiwa. Kuna wengine wameona watu wanaitwa mahajjat, na vile wakirudi labda kuna familia zenye function kubwa kubwa, wanatiwa yale mashada na nini, mtu akatamani akahusudu, akaona na mie iko siku nifanye ni jambo niye kama wale wenzangu, na mimi niwekwe pale, na hata nikionekana na mimi ninaitwa hajjat. Kwa hivyo ile concept ndio ipo katika akili yake, na huyo kwa kweli itakuwa hakuhiji, bali kafanya shirki, kwa sababu hiyo ni ria, na ria ni miongoni mwa shirki al-asghar, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihofia sana shirki hii. Alisema katika kitu ambacho akhwaf na kihofia zaidi kwa ummati wangu ni shirki al-asghar, shirki ndogo. Mtu atakuwa shekhe mzuri, atakuwa sheikha mzuri, atakuwa na amali zake njema tu vizuri, lakini atakuwa anafanya shirki pasina yeye mwenyewe kuhisi kwamba anafanya shirki. Anatoa hutuba hapa nzuri tu, lakini dhawe anatoa ndani ya roho yake, anasema fulani yupo hapa anione kama mimi naweza kusema, fulani yupo anione kama mimi najua. Kwa hivyo tayari ameshaiharibu ibada yake, na tayari ameshaingia katika shirki. Na Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote, ila shirki kwake ni dhambi kubwa sana, ambayo inaingia katika madhambi makubwa 7 yenye kuangamiza. Mwenyezi Mungu atulinde. Kwa hivyo ni kutengeneza hapa kwanza. Kwa hivyo kama kuna yoyote katika nafsi yake, na mimi nyumbani itakuwa ndio hujaji wa mwanzo katika familia yangu, labda fulani na mimi anione kama yeye kahiji, kwa nini mimi sihiji, basi kuanzia sasa bado anao muda, tubadilishe, change zile imani zetu, au wataalamu wanasema convert, kwa sababu kuchange inaweza ukachange moja kwa moja usije kabisa, lakini uconvert utatoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, kutoka katika ile nia ambayo unayo, umwambie Mwenyezi Mungu, sasa nabadilisha nia yangu, nafanya ibada hii kwa kutaka radhi zako, liwajhillah, kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Kisha jingine cha kutia kilini kwamba hii safari ni ya kidini, ni ya kiroho. Madhani ni safari, kutakuwa kuna mgeni na kuna nani? Mwenyeji. Sisi cheo chetu ni wageni, lakini wageni wa nani? Dhuyufur Rahman, ni wageni wa mwingi wa rehma. Hichi cheo hichi tukitie katika akili zetu, alafu fikiria katika hapa dunia kwamba wewe umealikwa nje huko katika nchi za kimataifa wanaziita G7, na wewe ndiyo mgeni wa wamiliki wa zile nchi, masultani au marais. Unakwenda kule, mnapofika kule mnakuwa mna hadhi gani? Mapokezi yenu mpaka destination zenu mnakowekwa, mpaka kila kitu chenu, mnakuwa katika hadhi gani? Ni wageni wa mfalme, ni wageni wa rais, mnakuwa mna hadhi fulani. Utaona hapa kwetu mimi huwa naona saa nyingine ndiko sijui mabasi yana watu tele, mbele kuna Honda ile na kinainai, hawana nani, tushazoea pengine saa nyingine mabasi ya majeshi, kumbe ni wageni ambao wale wamekuja kwa cheo, ni wageni wa rais wa ile nchi. Kwa hivyo lazima kama ni mabalozi kama nani, ndani unakuja na heshima kubwa.
ndio cheo ambacho Mwenyezi Mungu katupa. Sisi ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kule mwenyeji wetu ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulete hali hii katika majumba yetu tunapofikiwa na wageni. Kuna wageni wakija tunafurahi sana. Kuna wageni wakija tunafurahi kidogo, wale tunafurahi sana kwa sababu tunajua tutapata manufaa yetu. Wanatoka Ulaya, wanatoka Oman, wanatoka Dubai, watatuja na mazawadi, machokoleti, mapipi, maguo, manini, tunafurahia. Si ndio? Kuna wageni wengine watakuja kutoka kijijini tu. Unaona hao wanakuja kuntia dhiki. Na mambo yangu tele, kaja na vibahasha vyake na umundani mwangu, nyumba yangu kubwa nzuri, sijui mweke wapi. Jamani mpaka unajiuliza jamani, hakuna chumba cha uani huko mkamweka mgeni huyo? Kile chumba chako kizuri ulichokiandaa kwa wageni yeye humweki. Kwa hivyo tuangalie sisi Mwenyezi Mungu atatupokeaje. Kwa hivyo ile pia la kufikiria na kulia la kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba tunakuja sisi ni wageni wako dhaifu, lakini tunahitaji mapokezi yako. Ni mapokezi aina gani atatupa? Aturidhie. Lakini pia tukaenda chengine tunatakiwa tupeleke zawadi. Allah katuhimiza kwamba kule tunapokwenda tupeleke zawadi, na hiyo zawadi tutakayoipeleka anayoitaka yeye. Hizo ndo akili. Kama itakuwa hatukupeleka zawadi hiyo, sisi tutakuwa hatuna akili. Na kasemaje ndani ya Qur'ani katika sura al-Baqara aya 197? Anasema alikusudia kwa haja, sema al-hajj ashhurun ma'lumat. Hija ina miezi maalum. Kama hujui nataka ujue hivi sasa hivi hapo ulipo. Na sisi hapa tulipo tayari tupo katika miezi ya haji. Kwa sababu miezi ya haji ni Dhulqaida, Dhulhijja na Muharram. Kuna wenzetu sasa hivi kitambo tayari wako Madina washaingia kwa ajili ya hija. Na makundi mengine bado yanaendelea. Tutarudi, tutakaporudi wengine tutawaacha, wataingia hapa Muharram. Kwa hivyo ile Muharram ndio inamalizia miezi ya haji. Kwa hivyo sasa hivi sisi tayari hapa ni mahujaji. Hatujahirimia tu. Kwa hivyo kama kuna mtu bengine anasema kuna kitu fulani sijakimaliza, ngoja nikimalize kabisa hivi kwa sababu mkirudi nitakuwa haji siwezi kukifanya. Tayari anaanza kuweka mazingira mabaya ya hija yake. Hija ina msingi, hapa ndio tunatengeneza msingi. Msingi hapa tunatakiwa sasa nini? Istighfar kwa wingi, tuseme Qur'ani kwa wingi, qiyamul layl, tunajizoesha tukifika kule tuweze. Tusende tukakoromeana tu tukalala. Unapenda kusengenya tayari uache, kwa sababu kuna mambo kama tunavyoona katika sala. Katika sala kuna arkan, nguzo. Alafu kuna umudi cha kutegemea sasa. Ushaswali sala yako imekamilika nguzo zote. Wengine wanasema 17, wengine 14. Lakini je, umudi zake zimetimia? Kama sikutumia pia kuna sala. Nazo nini? Khushu', hudhur wa hudhurul qalb. Kuogopa. Unaswali hali ya kuwa unaogopa. Lakini na ule moyo wako uko pale ndani ya sala. Sio unaswali moyo wako uko kwingine huko. Sijui fulani akitoka hapa ninamwendea atanitambua. Kanizulia, kanifanyia, tayari moyo wako haupo. Lakini na kunyenyekea, unanyenyekea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na katika hili vile vile kuna umudi. Tushatimiza nguzo zote, ihram, tawafu, sa'i, mawajibu, yote tushafanya. Kuna vitu hivi kama havikamilia pia hija hatuna. Na Mwenyezi Mungu kavitaja. Vipi hivyo? Rafath, fusuq, jidala fil hajj. Na haya hasa sisi kina mama ndio hatuyawezi. Mara nyingi tunafeli hapa. Kwa hivyo haya pia tuzingatie mapema. Rafath, maneno. Napenda kusema umemsengenya huyu, umefanya hivi. Fusuq, uhuni. Uhuni, kila mtu anatambua hapo nini uhuni. Na jidala, majadiliano. Kuna watu wanapenda mijadala. Kile unachosema atakujadili. Kasema nani? Umekiona wapi? Hili mimi silikubali. Itakuwaje? Haya mambo matatu haya tusipoyazingatia, na ni mazito mno. Tofauti tunavyoona tunayataja. Kuweza kuyamilika haya mambo kunataka nini? Subra ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu atupe inshallah. Anasema Mwenyezi Mungu katika mambo haya mtu hayapati isipokuwa leo wacha Mungu wema. Allah tujalie. Na haya ni mambo ya mtu kuazimia subra na kusamehe. Mwenzako kakukosea, nimekusamehe ndugu yangu bure, mimi nataka radhi za Mungu hapa. Kwa hivyo haya mambo mawili tujiwekee nayo inshallah, Mwenyezi Mungu atatuwafikisha. Sitaki sema sana na hisi muda umekwenda. Nimalizie tu katika mambo aliyozungumza Sheikh hapa. Kwanza akazungumza habari ya Muzdalifa kulala. Akasema pale hapana kitanda, hapana godoro, hapana chumba, hapana mahema, wala hapana matandiko. Chini tunalala. Wallahi mimi binafsi yangu day one ambao nalala pale, sikuyafikiria yote haya. Kwangu ilikuwa mepesi mno. Kuela chini kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Kazi nyepesi sana. Hapana sijui nini, sijui pachafu. Kazi nyepesi sana. Mimi nataka pepo. Kilichonishinda pale mimi nilichokuwa kigumu kimoja tu. Nilikuwa najiuliza, mimi kutoka hivi na nguo tu na hivi mbele ya wanaume siwezi. Leo ninakwenda kulala. Maumbile yangu, ukilala mwanamke si unajua? Kila mtu na maumbile yake.
Si mwanamume akipita na kuona kumbe kutisada la. Kwa hivyo aha. Kumbe mashallah, kumbe ni sema mtume. Nalala hapa anaumwa napita subhanallah na basi nimekaa kwanza sijalala usiku ninatazama mashehe kule wajalala. Ya Rabbi mtaila vipi? Nimechukua kanga zangu na mashuka yangu tele na kwambia nikajifunika juu natamani na mkeka na umi. Tulinunua ile mikeka inauzwa. Tulifika kule Mina anauza kule tukanunua riali 10. Sasa hivi wamekataza hawauzi. Mpaka uchukue huku Maka kuna vijisi kama nafikiri akule vile nyinyi taswira hapa vipi. Kabilia akaonyesha. Kwa hivyo sasa chukua na hii jifunike na jisasi wanitizame. Alafu nikakumbuka Bibi Aisha radhiallahu anha alivyoambiwa na Mtume sallam kama siku ya kiyama watu watafuliwa wakiwa hawana nguo. Alimwelekea Mtume akamwambia Rasulullah, itakuwaje wanaume akwenda halafu tuonekane? Akamwambia siku hiyo hakuna mtu atakayemwona mtu. Nikaikumbuka ile siku nikasema waonyaji yeye itapwe Sheikh Osman ndio wako kila ngwati akasema la hata habari. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atashughulika na mtu. Utafika utalala na Mwenyezi Mungu anajalia hivyo. Hata kama mtu atakuwa nani yake labda mimi hapa nifike huyo hana haji kwamba leo nataka nimuone fulani yukoje labda. Hakuna hicho kitu. Kwa hivyo lile ndio linitia dhiki mimi, lakini baadaye nikakumbuka nikapata ile mazingatio, nikapata amani. Dakika za mwisho nikapata usingizi, nikalala na nilala usingizi wa kweli kweli. Kwa hivyo hili tulizingatia. Haya, kipengele kingine ilikuwa habari ya mikati. Amezungumzia Sheikh Uthman hapa akasema mikati kwamba ni katika vitu vya wajibu. Na tunajua mikati tunakwenda kufanya ihram. Na ihram ni katika nini? Nguzo. Sasa hapa pia tujue tofauti baina ile ihram na mikati. Ihram ni kuhirimia. Kuhirimia watu wanahirimia katika vituo tofauti na kuna tofauti baina umra na hija. Umra tunakwenda kwenye vituo lakini haji mwezi 8 kila mtu anahirimia pale alipo mradi katika mji mtukufu wa Maka. Kila mtu katika hoteli yake sehemu mbalimbali. Tukiingia kwenye mabasi ndio tunafanya ihram. Kwa hivyo ile kuhirimia ni nguzo. Lakini ile kwenye vituo sasa ndio ni katika wajibu. Je, tumuulize na maana mtu anaweza kuhirimia pasipokuwa na kituo na kama hatohirimia katika kituo je hukumu yake ikoje? Na akasema ukiacha wajibu uchinje. Ina maana mtu akihirimia pasipokuwa na kituo pia achinje. Hili mimi niache yeye atatufafanulia. Mimi hapa sisemi kitu. Nafika hapa. Kuna chengine tumeambiwa tukimaliza ibada tukumbatiane. Hapa nataka pia kutanabahisha. Sije ukaona hapa Sheikh Uthmani Sheikh mzuri kakupa mawaidha, kakutolea akakwambia ukaona kule ndio mmemaliza ibada na kakufundisha ni mingi basi ile hamu yako ukaona umkumbatie manake yale aliyosomesha yote umeyafanya. Sheikh Uthmani si kaka si babako. Tumeelewana wala si mume wako. Yule Sheikh unaotaka kumpa heshima basi mfanye hivi tu. Jazakallah khair. Yale maalumati ulitupa yote alhamdulillah tumeweza kuyafanyia kazi. Mama yangu Bijoha wanakuita mama hawa lakini mama cheo hujawazaa. Usije ukatoka umemaliza ukaenda ukamkumbatia Sheikh Osman wala Sheikh Abasi wala Dr. Nyangasa hata kama kukupa dawa za miguu haikukuuma wala Sheikh Hamisi. Umeshuhudia watu wako wanafanya haram swifai haram mutlaq moja kwa moja. Tukumbatiane wanawake kwa wanawake. Mashekhe tuache na ushekhe wao. Tusende kukumbatiana nao. Haram tunaharibu ibada zetu. Wewe ndio kwanza unamaliza leo hija furaha yako kwenda kumbatisha Ismail na makoti yako na majibani. Tunaharibu ibada zetu. Au tunashuka hapa na ndege tunakuja kupokewa na makazani zetu na manani zetu. La. Usije ukakumbatiana nao. Unapoteza tunakwenda kule kujisafisha tunakuja hapa ndio kwanza tunaingia tunajichafua kweli. Wewe unapokoga ukapendeza mtoto akija tu mwanao mwenye mzaa. Una mikono na kwanza harusini mimi nikanchafulia nguo yangu. Si ndio? Je, leo wewe unakuja kuchafua nguo yako umerudi uko msafi ndio kwanza umezaliwa. Kwa hivyo unafika kazani yako kaja hivi. Tumemaliza. Kaka yako hivyo hivyo kama kaka yako tunaita makaka machimbi kwa Kiswahili. Kama kaka yako baba mmoja mama mmoja bi hawaniona. Kaka yako baba mmoja sawa. Kaka yako mama mmoja sawa. Kaka yako mmenyonya wewe na yeye. Sio ndugu yako kanyonya naye. Au pale ni haramu yule kukuoa. Yaani kila aliyokuwa kwako haramu kukuoa huyo hana shida. Asante. Lakini wengine tusije tukafanya haya mambo tunaharibu ibada zetu. Tumeelewana Kuna mambo mengine wanaume watakuwa wanafanya wao kwao ni sahihi. Kwetu sisi ni si sahihi. Nasema mapema kwa sababu kule ilitokea tukafanya lakini ikawa shida. Kwa mfano tunakwenda Mina. Tukaenda Mina sisi tunakuwa tuna raha kubwa sana. Viongozi wetu wanaleta adhkari na dhikri
Sisi wanawake tunatakiwa kwetu iwe kudhikiri kwetu, tujihifadhi ile mimi na tujue, isiwe kuja mtu anapiga na huko anarusha rusha vitu nini na nini, itakuwa tunaharibu ibada zetu. Lazima hata kama mtu anafanya ile anakwenda ile kitaalamu taratibu, isiwe ile tunawaiga wao wameruhusiwa, hawa hawana shida yoyote, sisi ndio tatizo. Kwa hivyo haya tuyachunge ili tusije tukaharibu ibada zetu. Inshallah, naomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki na nishie hapa. Wala afa minkum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Al Khair Online TV.